lishe bimaana kwamba lishe ya watoto wadogo, lishe ya vijana, lishe ya watu wazima, ili sisi tuwe ambassador tuweze kwenda kuwafikishia wale ambao tunawaongoza kule. Awali ya yote, asiyeshukuru watu huyo hana desturi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuishukuru sana wasimamiaji wa sera hizi za afya, ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI tunao hapa, lakini tuwashukuru sana wataalamu, madaktari kutoka Wizara ya Afya. Kwa kweli jambo hili tutapata elimu kubwa, lakini pia tuwashukuru Helvetas ambao ni wawezeshaji facilities zote ambazo ziko hapa kwa mkuu wa mkoa. Niseme tu kwamba sisi kama viongozi wa dini tulioalikwa hapa kuweza kupatiwa hizo semina ya lishe ni jambo la msingi sana. Sisi kama viongozi wa dini tuipate sawa sawa, kwa sababu kwa hakika kwa mwongozo huu bila shaka sasa tukienda na mwongozo umetoa baina ya maandiko ya dini zetu yanasemaje kuhusiana na lishe. Kwa hiyo niseme tu kwamba sasa hii tutaipokea kwa ari na kasi inayotakiwa, kwa sababu tunaona jamii tunayoiongoza kule nje bimaana misikitini na kungineko, watu wamedumaa. Wasipopata afya ya lishe wanadumaa ubongo, wanadumaa akili, wanadumaa hata uwezo wa kutafakari. Kwa hiyo kwetu sisi tukilisimamia swala la lishe tutapata afya bora kwa wale tunaokuwa tunazungumza, na yale maandiko ya Mwenyezi Mungu tunavyokuwa tunayasema yanakuwa yanaenda sawa sawa, kwa sababu mtu anakuwa ameshapata lishe bora. Kwa hiyo tutaona kwamba tumeona wizara pamoja na wasimamizi wamepanga hilo kuhusiana na watu, lakini hapa nimeona katika zile dodoso kwamba mwongozo unasema lishe kwa mjamzito, lishe kwa mtoto, lakini lishe kwa wazee. Sasa mimi nilikuwa nataka niongezee hapo lishe kwa wababa. Lishe kwa wababa ambao wao sasa ndo source, maana kabla ya mama kuwa mjamzito bila shaka baba kuna kitu amekitoa kutoka kwake kwenda kule kwa yule mama. Kwa hiyo kile nacho kinatakiwa kiwe kiko strong. Jamii tulionayo wababa wengi wako lezi sana, wanakula chipsi, wanakula vyakula ambavyo havina lishe. Kwa hiyo bila shaka hata kile kinachotoka sasa kwenda kule kwa mama kwa ajili kinakuwa sasa hakijakaa sawa sawa. Tunasema kwamba lishe inaanza kwa baba. Baba akiitoa ile lishe anaipeleka kwa mama, mama anaipokea pale tumboni, mtoto naye anaanza kupata lishe pale tumboni kupitia yale material yaliyotoka kwa baba. Kwa hiyo kina baba tukazane kwenye lishe, tule karanga za kutosha, mihogo, matunda na mambo yale yaliyoainishwa pale, tule vizuri. Yani tusikae tu tunaanza kula vichipsi, mwisho wa siku ndo watoto wanazaliwa wamelegea, tunaanza kuwalaumu watoto wana utapia mlo. Kumbe utapia mlo ulianza kwenye mbegu za baba. Mbegu za baba zilikuwa zina utapia mlo. Kwa hiyo tusilaumu kivuli na wakati mti wenyewe umepinda. Tunyoshe mti kwanza kwenye lishe bora ambaye ni baba, mama atanyoka, mtoto atanyoka, tutapata taifa bora ambalo litakuwa lina lishe sawa sawa. Tunamwomba Mungu abariki mkoa wetu wa Mbeya, ibariki Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana.